Wewe kama mwanaharakati na kiongozi ambao umekuwa ukiongoza vijana kwa muda, tueleze pengine hali ya sasa, siasa kitaifa. Wakati huu kumekuwa na cheche kali za maneno, hasa tukizingatia swala la one term na two term. Unaweza zungumzia vipi hilo swala? Kwanza unajua, kuna mzee mmoja anaitwa Raila Amolo Odinga ambaye husema mti mkubwa ukianguka wana wa ndege huyumba. Kwa sasa naona siasa yetu kwanza ya national kumetokea na dalili za kuonyesha kwamba 2027 tusipochunga kunaweza kuwa na vurugu. Kunaweza kuwa na vurugu kwa sababu kwa njia moja ama ingine rais tulionaye William Ruto ameona kwamba at least maeneo ambayo alikuwa ana support, tuseme Central kwa mfano ya kiyumba na labda hana uhakika sana na watu wa Western kikawaida, kihistoria ya kisiasa vile ilivyo, na hana uhakika kwamba watu wa Nyanza, kwa sababu kuna kitu ili kitu ifanyike, kuna vitu viwili lazima mtu awe navyo. Lazima kuwe na push factors ama pull factors. Kwa mfano supporters wengi wa Raila Odinga, wengi walikuwa wanaenda kupiga kura kwa sababu Raila Odinga yuko kwa ballot. So kuna possibility pia kuwe na voter apathy, kwamba watu watakuwa hawana haja na ulazima wa kwenda kupiga kura. So kwa sasa labda baadhi ya vitu ambavyo wanajaribu kufanya, ndio maana unaona nimeona ametumia maneno makali, ametumia vitisho, nimeona hata element ya violence imetumika, because ukiangalia mikutano Sifuna akifanya watu wawili watatu wanakufa, lakini rais akifanya hawafi. Tumeona watu wakipigwa tear gas kanisani, kina Gachagua wakipigwa na viti kwenye matanga na vitu kama hivyo. So na nasema hivyo kwa sababu yeye kama mwanasiasa historia yake pia ya nyuma amethrive sana kwa siasa zote mbili. Ni mzungumzaji mzuri, anatumia pesa vizuri, na pia ni mtu ambaye haogopi kupiga watu vibao vitatu ili apate kiti. So naona kwamba 2027 upinzani lazima na wao wajikakamue, because wanakutana na mtu ambaye ana hizo aspect tatu za siasa, kwamba anaweza honga, anaweza ongea, na pia anaweza piga watu ikibidi, kama hiyo itamsaidia kupata kiti. Nasema anaweza piga watu kwa sababu tutakumbuka uchaguzi mdogo uliofanyika wa Muthende akashinda. Tuliona jioni watu wakienda na marungu kwenye kituo na polisi wakiwa hapo. So ni signs za kuonyesha kwamba 2027 lazima watu wawe ready for any scenario. Because kuna hapo kitambo nakumbuka, because Ruto ni mwanafunzi wa watu wawili, Raila Odinga na Moi. Na Moi is one believer, mtu ambaye alikuwa anaamini kama kuna mahali hapati kura basi isipigwe. Ndio maana uliona Kayabombo watu wakifukuzwa. Ndio maana uliona kura zikitaka kupigwa Rift Valley 1992, 97, 2002, vurugu inatokea kwanza ile mradi tu wale watu ambao wanaweza piga kura lakini hawatampigia wasipige. So nafikiria 2027 hali si nzuri sana kisiasa.